Jina Mwenyezi Mungu ni udongo. Huu ni udongo na pia nisifike kesho. Hapa ni katika mtaa wa RC uliopo katika kata ya Olorieni jijini Arusha, ambapo tumefika katika eneo ambalo liliharibiwa, ambapo anafanya biashara mwanamke ambaye anafahamika kwa jina la Nice Msheri maarufu kwa jina la Chinaz. Jana alikamatwa na askari wa jeshi la polisi kwa tuhuma za kudaiwa kwamba alisingizia kwamba mtoto wake mwenye umri wa miaka 7 alibakwa na mwanaume kwa saa zaidi ya 3, jambo ambalo pia wananchi walipinga, na sababu nyingine wanadai kwamba amekuwa kibambikizia watu kesi. Sasa baada ya kushikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya usalama wake, leo tumempata Chinaz akiwa yeye pamoja na mume wake ambaye amemtambulisha hapa, na kwenye hii interview wamekubali kueleza kila kitu na kusema kwamba yeye amepata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 2 kutokana na uharibifu huu. Jina langu naitwa Nice Godfrey Msheri. Ni mzaliwa wa Dar es Salaam, kabila ni Mpare. Kwa niko Arusha ni somo mwenyeji. Nimekuja kwa ajili ya kutafuta maisha. Mwenyekiti alishafika, alishatoka hapa, akaenda mpaka kwa mwenye nyumba wangu kumwambia nataka nimuhamishe. Kipindi hicho akamwambia kwa sosi ipi. Mwenye nyumba akasikiliza yale matukio na nini, akaona yale matukio hayana maana. Kaka, hili ni eneo la biashara na mimi huwa nauza pombe, mwandishi wa habari, sawa? Napouza pombe mtu anatoka huko naye ameshakunywa, sijui ana alcohol ngapi kichwani. Kwa hiyo ninavyokuja nikamjazia, saa nyingine hajakulipa, saa nyingine anakutukana. Kwa hiyo unapofika mahali mtu anakuambia shika hii simu yangu, sina hela nitaikomboa kesho. Baadaye anakuja yeye mwenyewe anachukua simu yake, mnamalizana. Au mtu anapoenda kwa mwenyekiti kushtaki, kwa sababu mimi ni mwanadamu, mimi sijawahi kuonekana nina haki hata siku moja. Yaani sijawahi kuonekana hata leo mwandishi wa habari nikichomwa kisu hapa, nikisema jamani nimechomwa kisu, nitaonekana nimejichoma mwenyewe kwa ajili ya kutafuta pesa. Sitaonekana kwamba nina haki. Mimi naonekana kwamba mimi nawakosea watu tu, siwezi kukosewa. Hasara nimepata ya thamani ya milioni 2. Kwa sababu kuna mabati hapo yalikuwepo, mabati yamevunjwa, mabati yalikuwa hapa. Mabati yalikuwa hapa, yanazuia kabati ya chipsi, ndio kama hivi unavyoniona. Vunja hivi. Mataa hivi. Wamevunja hivi, ndio unaona huku kulikuwa hivi, wamevunja hivi. Hapa mimi nitamuomba Mungu, Mungu nitamwachia Mungu, Mungu apigane nao. Sijui Mungu atapigana nao kwa jinsi gani. Nitamwachia Mungu. Nitamwambia Mungu kila aliyehusika na hili, Mungu apigane naye. Mimi nitaondoka kwa hiari yangu nikitaka kuondoka, lakini sio kwa sababu ya kunyanyaswa ili niondoke. Nitaondoka kwa hiari yangu, na ninaomba mwandishi wa habari kwa yoyote, sio waseme tu wakiingiaga hapa wanasachiwa, wanafanya nini. Mtu atakapofanywa kitendo aende polisi akashtaki ili nionekane kwamba ninakosa. Kwani utafanywa kitu mwandishi wa habari unyamaze? Ndani ya miaka 15 wanasema mimi nasachi tu watu, na kama mimi kweli nafanya hicho kitendo, ni nani angesubutu kuingia hapa eneo la uhalifu, sehemu watu wanaoibiwa unaingiaje? Kwa sababu simwandiki mtu barua kuja hapa, simpigii simu. Watu wanaingia kwa hiari yao kwa sababu ni sehemu ya biashara. Sasa kama kuna uhalifu, sehemu ambayo mtu akiingia anachinjwa na uawa, wewe unaendaje pale ili uchinjwe? Hapana, sio msafi muda wote nang'aa. Ni wivi kwa sababu ya mazingira yangu ya biashara. Najitahidi, napambana. Naomba nikuingize hapo, upige kaunti yangu picha uone ninavyopambana. Kuna kesi 2. Na maana kuna kesi ya ubakaji wa mtoto ambayo tayari ile familia tayari ile ni kuna siku ya kwanza na ya pili na ya 3 familia tulikaa, wakawa wanasema sasa tufanyeje, kwa sababu lishatokea na lishaonekana na daktari amedhibitisha wewe ni mwanadamu, tufanyeje tumsaidie huyu. Tukakaa na kwenye ile familia ya yule kaka aliyebaka, hatuna shida, tayari tulishaenda kutengeneza maelewano kwamba tunafanyaje, kwamba kitu ni utu. Niliwaambia mimi sitaki hela yenu hata 100, nahitaji huyu mtoto aliyofanywa kitendo kwa sababu ni majirani. Aliyefanya ni baba, kuna mke wa yule baba na kuna mtoto. Nahitaji utu. Mtoto hata mje msalimie tu, muone kwamba mtoto anaendeleaje. Hii ni daftari ambalo kama mkilihitaji nilete hapa, nililete hapa, naweza nikalileta mkaona na saini kama inawezekana. Amekuja hapa lini na umemlipa mwisho wa kumlipa? Amekaa miezi 7.
Kwa hiyo kuna madeni, kuna huwa anaomba babake, kuna hata kwenye ushahidi anaomba babake atumiwe hela, saa nyingine mzazi wake atumiwe pesa, namtumia kabla ya mshahara. Mzazi anatumiwa pesa. Huyu kijana tunashindana kwa sababu huwa anavuta bangi, na nishamwambia baba yake ni mtoto mdogo anavuta bangi, na tulishamkuta nayo. Kwa hiyo anavuta bangi, na akivuta bangi huwa zinamuaffect. Kwa hiyo nikafikia tu nikamwambia babake, kwa hili tatizo la huyu mtoto mdogo hivi kuvuta bangi, mimi nitamrudisha, sitawezana na huyu kijana. Hapana, kwa jina Mwenyezi Mungu, huu ni udongo. Huu ni udongo, na pia nisifike kesho kama huyu kijana alishafua hata soksi yangu. Nimeapia udongo nisifike siku ya kesho kama alishafua hata soksi yangu. Na mlazimisha yeye mwenyewe akivuta bangi anakuwa mchafu. Kuna saa aliniomba anataka eti asuke mistari. Kwanza alikuja anavaa anaonekana, nikamwambia hii tabia hapa sio nzuri. Unapoinama mpaka unaonesha nguo zako za ndani, unajionyesha uchi, sio vizuri. Ananiomba eti mimi kijana akasuke mistari. Nikamwambia huwezi kusuka mtoto mdogo hivi. Kwa hiyo tunashindana na yule kijana kwa sababu ya bangi. Anavuta bangi na ni mtoto mdogo. Wananchi watano walioanzisha hii sosi baada ya kutokujua kwamba mimi nimefanywa vile, wangetakuwa wapeleleze na waende polisi wajue ni kweli na mtumiwa wamuone, lakini wamechukulia sheria mkononi kwamba mimi nimedanganya na mimi nimesema uongo, wakaja kunifanyia fujo na kuniharibia vitu. Wamechukulia sheria mkononi. Inaniuma sana mimi kama mwanadamu, lakini wote sisi ni wanadamu, tumeumbwa, tunaingia chini ya ardhi. Kila mmoja wapo alioshiriki kufanya hichi kitendo. Huyu Mungu yupo, malipizi ni hapa duniani, kabla hujafa unalipizwa. Mimi mtoto wangu alivyofariki, mtoto wangu alikuwa KCMC. Mtoto wangu alivyokuwa KCMC, mtoto alivyofariki kulikuwa kuna matibabu mengine ambayo sijalipa, nilimfuata diwani, nilipofuata diwani. Kipindi hicho kulikuwa na mwenyekiti ambaye anaitwa Freddy. Yule mwenyekiti Freddy alikuwa na chuki na mimi kwa sababu alinihitaji. Alikuwa ananihitaji kama kimapenzi, nikamkataa. Kwa hiyo akanitengenezea sosi ya kwamba kila anayeniona mimi anione mbaya kwenye mtaa. Kwa hiyo yule ndo aliyeanzisha mimi kuonekana mbaya kwenye mtaa. Kila anayemfuata ofisini anamwambia yule dada afai, ukienda pale atakuibia, ukienda pale na hela nyingi anakuitia maskari wanakuchukulia pesa, yule dada afanyi kazi kihalali. Lakini nikasema ningekuwa ndani ya miaka 15 nishafunga hiyo ofisi, kuna nani anaweza kuingia kwa mtu ambaye ni mwizi? Wewe unaiba kila siku alafu mtu aje aingie kwako ndani ya miaka 15. Ningekuwa basi nakunywa hivi vinywaji mwenyewe, maana leo nikimuibia huyu, kesho nikamuibia huyu, nani atasubutu kuingia eneo kama hili? Kwa ile ni sosi aliyenitengenezea kipindi akiwa mwenyekiti, na ile sosi ikajengeka mbele ya jamii kwamba mimi ndo tabia yangu na hivyo. Lakini mimi nikawa na ashumu, namwambia Mwenyezi Mungu, kama ni tabia yangu onyesha, kama ni tabia yangu Mwenyezi Mungu fanya, waonyeshe. Ripoti za Ayo TV pamoja na Millard Ayo.com. Hapa na ripoti kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ngomba.